Oi, vipi hapo? Unaenda rafiki yangu? Oya, mshtuke pale, yule vipi? Anaenda na yeye. Oya, gari ni moja stendi time e-news. Sempeke mbona safi na salama kwa afya yako, mshtuke pale, mshtuke pale. Mwambie tu wenzetu gari ni moja stendi. Akikuuliza kuhusiana na utaratibu wa nauli, mwambie tu kwamba kutulia hapo kupitia Tinga nambari 1 kwa vijana East Africa TV, kwa sababu ndio sempeke mbona safi na salama kwa afya yako. Mimi ni mwanao, japo yanizana ito Blessing Teba. Pita pale kwenye Instagram na kwa jina moja tu la Blessing_Teba. Sasa leo kwa e-news tunaendaje? Tulia hapo. Oya, niko na story hapo inahusu Wizkid. Amekuwa msanii wa kwanza kufikisha wasikilizaji bilioni 10 kupitia Spotify. Iko vipi hiyo story? Tulia hapo na kusogezea kama ilivyo. Lakini pia nipo na story hapo inahusu Fetwap, rapper maarufu kutoka Marekani ambaye ameachiwa huru rasmi kutoka gerezani. Story hiyo iko vipi? Tulia hapo, kwenye kubwa kuliko kutoka nje mipaka ya Bongo Tanzania. Oya, atoki mtu unaambiwa Trump akataa ombi la msamaha kutoka kwa Didi. Hiyo story iko vipi pia? Niko nayo leo kwenye kubwa kuliko kutoka nje mipaka ya Bongo Tanzania. Lakini unaambiwa pia Ashake akutana baba yake na kupatana baada ya muda mrefu kuwa na ugomvi kati yao. Sasa hivi baba na mwana wanacheza na kuimba. Tulia hapo. Lakini pia miongoni mwa story ambayo niko nayo pia ni ya Bruno Mars ambaye ametangaza kuachia album yake mpya ya 4. Hiyo story pia iko vipi? Tulia hapo kwenye kubwa kuliko kutoka nje mipaka ya Bongo Tanzania. Oya, tulia hapo. Muda ni mchache, mambo ni mengi, twenzetu. Nilikwambia na package ya kutosha sana kwenye kubwa kuliko kutoka nje mipaka ya Bongo Tanzania. Na miongoni mwa story ambayo niko nayo leo inamhusu msanii nyota kutoka Nigeria, Wizkid, ambaye ameandika historia mpya kwenye muziki wa Afrika baada ya kuwa msanii wa kwanza kutoka barani Afrika kuvuka streams bilioni 10 kwenye Spotify, akihesabiwa kupitia kazi zake zote. Taarifa hiyo ilithibitishwa na majukwaa ya muziki na burudani, hali iliyozua shangwe kubwa miongoni mwa mashabiki wa Afrobeats duniani. Mafanikio haya yanaifanya Afrika kuendelea kupata heshima kubwa kwenye soko la muziki wa kimataifa, huku Wizkid akaendelea kuwa mmoja wa vinara wa mapinduzi ya sauti ya Afrika. Rekodi hii ya bilioni 10 inajumuisha nyimbo alizofanya kama msanii mkuu pamoja na zile za ushirikiano na wasanii wakubwa duniani akiwemo Drake, Beyonce, Tems na wengine wengi. Nyimbo kama One Dance, Ujue Leba na nyingine zimechangia pakubwa mafanikio haya makubwa kwa Wizkid. Safari ya Wizkid imekuwa kuvutia kuanzia mwanzo wake mdogo Lagos hadi kuwa jina linalotambulika duniani. Ameshinda tuzo mbalimbali za kimataifa ikiwemo Grammy, na sasa anaongeza rekodi hii adhimu kwenye orodha yake ya mafanikio. Mashabiki na watu wa muziki wanasema hatua hii si ushindi wa Wizkid pekee, bali ni ushindi wa muziki wa Afrika kwa ujumla, na pia unaonyesha kuwa sauti za Afrika zina nafasi kubwa kwenye majukwaa makubwa duniani. Miongoni mwa story pia ambayo niko nayo leo kwenye kubwa kuliko kutoka nje mipaka ya Bongo Tanzania, rapper maarufu wa Marekani Fetwap ameachiwa huru rasmi kutoka gerezani baada ya kutumikia sehemu ya kifungo chake kilichohusiana na kesi ya usafirishaji wa dawa za kulevya. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa, Fetwap ambaye alihukumiwa Mei 2023 kutumikia kifungo cha miaka 6 alihamishiwa kwenye kifungo cha nyumbani mapema wiki hii katika jiji la Philadelphia. Hatua hiyo ilikuwa kama sehemu ya mchakato kumalizia adhabu yake chini ya uangalizi maalum. Ripoti kutoka ofisi ya shirikisho la magereza zinaeleza kuwa msanii huyo sasa ameachiwa kabisa kutoka chini ya uangalizi wa serikali. Hatua hiyo inamaanisha kurejea rasmi kwenye maisha ya kawaida. Habari za kuachiwa kwake zimepokelewa kwa hisia mseto mitandaoni. Mashabiki wengi wameonyesha furaha na matumaini ya kumuona Fetwap akirejea kwenye muziki. Rapa huyo alitamba na ngoma kali kama Trap Queen. Aliwahi kuwa mmoja wa wasanii waliotikisa chati za muziki duniani. Wengi sasa wanasubiri kwa hamu kuona iwapo Fetwap atatumia fursa hii kama mwanzo mpya kurekebisha maisha yake na kurejea kwa nguvu zaidi katika tasnia ya muziki. Tulia hapo kwenye kubwa kuliko kutoka nje mipaka Bongo Tanzania. Niko na package ya kutosha, nilikwambia rafiki yangu unaenda wapi? Mchukue rafiki yako mwambie mwanae, mwambie tulia hapo. Hilo sema pekee ni safi na salama kwa afya yako. Sasa unaambiwa kwamba rais wa Marekani Donald Trump amethibitisha kupokea barua kutoka kwa msanii na mfanyabiashara maarufu Sean Diddy akiomba msamaha wa rais, lakini amesema wazi kuwa hazingatii kabisa kulikubali ombi hilo.
Noma sana. Akizungumza katika mahojiano yake mapya, Trump alisema kuwa Diddy alimwandikia barua rasmi akiomba msamaha. Hata hivyo, alisisitiza kuwa hana mpango wowote wa kumpa msamaha huo. Trump hata alidai kuwa angeweza kuwaonyesha waandishi wa habari barua hiyo, lakini hakufanya hivyo, akirudia msimamo wake kwamba ombi hilo halizingatiwi. Noma kweli. Taarifa hii inakuja baada ya uvumi wa muda mrefu kutoka kwa watu wa karibu na sakata hili kudai kuwa Diddy alikuwa ameomba msamaha rasmi kwa rais, lakini ilikuwa haijathibitisha. Kwa mara ya kwanza Trump amejitokeza na kuthibitisha kwamba ni kweli P Diddy alimwandikia barua ya msamaha. Kwa sasa Diddy anatumikia kifungo cha miezi 50 katika gereza la shirikisho kufuatia makosa yanayohusiana na ukahaba. Kwa mujibu wa ofisi ya shirikisho ya magereza, anatarajiwa kuachiwa Mei 8, 2028. Ikumbuka kuwa Trump na Diddy waliwahi kuwa na uhusiano wa kirafiki kabla ya Trump kuwania urais mwaka 2015. Hata hivyo, baadaye Trump alidokeza kuwa mahusiano yao yalivurugika kadri muda ulivyopita. Maridhiano ya Ashake na baba yake yamepokelewa kwa hisia mseto mitandaoni, wengi wakiyatazama kama hatua ya ukomavu na uwajibikaji kutoka kwa msanii huyo maarufu Afrobeats. Tangu picha hiyo mpya isambae, mashabiki na watu mashuhuri wamekuwa wakitoa pongezi kwa Ashake kwa kuchagua amani ya kifamilia baada ya kuendelea na mgogoro wa hadharani. Chanzo cha mgogoro huo kilianza pale baba yake Ashake alipotoa madai hadharani akieleza kuwa alikuwa anaishi katika mazingira magumu kiafya na kifedha baada ya kupata kiharusi, huku akidai mwanae kumsaidia. Kauli hiyo ilisababisha mjadala mkubwa, huku baadhi ya watu wakimlaumu Ashake, wengine wakimtaka kutoingilia masuala ya kifamilia. Baada ya shinikizo hilo kutoka kwa watu mbalimbali mitandaoni, Ashake alivunja ukimya na kuchukua hatua ya vitendo badala ya majibizano. Maridhiano hayo yaliashiria mwanzo wa kurasa mpya, ambapo alisisitiza kuwa familia ni muhimu kwake na kuwa kulikuwa na mawasiliano binafsi yalikuwa hajaeleweka na umma. Ahadi yake ya kuharamia matibabu ya baba yake na kumpatia makazi mapya inaonekana kama ishara ya dhati kutaka kurejesha heshima na mshikamano wa kifamilia. Wengi sasa wanaona tukio hilo kama funzo kwamba licha ya umaarufu na mafanikio, masuala ya familia yanahitaji busara na mawasiliano na huruma. Tukimalizia kabisa kwenye kubwa kuliko kutoka nje ya mipaka ya Bongo Tanzania, niko na story ambayo inamhusu mwanamuziki Bruno Mars ambaye ametangaza kuachia albamu yake mpya ya 4 aliyoipa jina la The Romantic. Albamu hiyo imepangwa kuachiwa rasmi mwezi wa pili tarehe 27 mwaka huu 2026. Hii itakuwa albamu yake ya kwanza baada ya miaka 10, ikiwa albamu yake ya mwisho kama solo artist aliachia 2016 iitwayo 24K Magic. Lakini pia unaambiwa ngoma ya kwanza katika albamu hii mpya itaachiwa rasmi leo Ijumaa, yani inamaanisha leo. Leo kweli ni Ijumaa na tayari weekend ishafika. Umejipanga vipi ndugu yangu? Kuna news kubwa kuliko kutoka nje mipaka ya Bongo Tanzania. Wenzako tumeenda hivyo. Hii ndio time pekee ambayo mupe muruke twenzetu. Muda ni mchache, mambo ni mengi. Ndio time ambayo ni Sanda Kalawe Amina mwenye kupata apate nini burudani kutoka hapa East Africa TV. Bila shaka umeenjoy vya kutosha. Mimi ni mwanao japo hujanizana to Blessing Teba. Pita pale mjini Instagram kwa jina moja tu la Blessing_Teba. Shout out kwa producer anaitwa Dickson Msami, walete kati.